Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Oi. Yeah. Nipo nawafurahisha, nipo naleta vile vitu mnavyovipenda kila siku wakati wote. Wale ambao ni mashabiki wa Simba wanafurahia, wanahisi mimi shabiki wa Simba. Hapana, mimi naleta habari zilizonifikia na walizonitumia wachambuzi wangu na mimi nazisoma. Kwa hiyo basi kama habari zitakuwa nyingi za Simba na mimi nitaleta za Simba. Kama zitakuwa za Yanga na mimi nitaleta za Yanga. Kama zitakuwa za michezo kuhusu Azam na kila kitu na mimi nitaleta za kila hicho kama unaposema. Kwa hiyo basi anajitutumua sana, alafu anapitia vitu vingi sana. Huyu anaitwa Matatu, amemchora tatu kwenye mgongo wake, yani nyuma yake amechora tatu ya Simba Football Club, yani mnyama Simba. Huyo ni beki mahiri sana na mfupi sana, amesajiliwa na Simba dirisha dogo na amekuwa ni mwiba sana mtandaoni akiwa anaongelewa yeye tu. Huyo mchezaji ni mfupi sana, asili yake ni Morogoro na ni mchezaji ambaye aliwahi kupita Yanga akaenda Singida akaja kwa mnyama. Huyo ni nani? Anajitutumua. Anaitwa nani? Anajitutumua. Ni msemaji wa Yanga Football Club ambaye anaitwa Ali Kamwe, pale ambapo aliongea comment kuhusu mchezaji wa Simba Football Club anajitutumua ambaye jina lake anaitwa Kibabage, kwamba tangu afike kwenye timu anayoipenda anajitutumua. Ni kwamba amejibadilika, anapiga cross na sehemu nyingine alikuwa apigi cross. Anasema walimtoa Yanga kwa sababu Yanga aliona ni mzigo kwa sababu apigi cross. Kwa hiyo anajitutumua, anafanya vizuri sana kazi yake kwenye sehemu moja ambayo inaitwa Simba Football Club, mnyamani. Okay, kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fabidigo. Nipo katika YouTube channel na studio zetu za BM Zakaria Online TV na Fabidigo TV. Ukinitaja kwa jina langu mwenyewe naitwa Fabidigo. Mimi pia ndo mtangazaji mwenyewe ambaye jina la Fabidigo ni kampuni, lakini mimi natumia hilo jina la kampuni kama mtangazaji. Usinisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na nini kwa kutumia jina la kampuni hilo ambalo mimi walinibatiza wenzetu hapa studioni kwamba niitwe Fabidigo kwa sababu ndio natoa taarifa za hivi hapa vitu. Kwa hiyo basi naomba fanya kusubscribe, kufollow akaunti zetu kwa jina la Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV katika YouTube channel, katika Instagram, katika Facebook page na katika TikTok kwa majina ya BM Zakaria Online TV na Fabidigo TV. Utatupata sisi tukiwa tunaungurumisha mambo mengi na mtasari wa habari tunakupa kule, lakini habari kwa ujumla unaipata YouTube channel kama hivi. Asante sana. Ukiangalia anajitutumua kama nilivyoanza na mtasari kwamba mchezaji wa Simba Football Club ambaye anaitwa Nixon Kibabage ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi anatrend sana kwenye mitandao ya kijamii, akiwa anaongelewa sana na wachambuzi baada ya msemaji wa Yanga Ali Kamwe akahusishwa na Nixon Kibabage kwamba mchezaji yule anajitutumua. Ni mchezaji ambaye alipokuwa Simba Football Club alikuwa afanyi chochote, alipokuwa Yanga Football Club alikuwa afanyi chochote, lakini alipoenda kwenye timu yake anaipenda anajitutumua. Anajitutumua maana yake nini? Kujitutumua ni kitendo cha kama unajisukuma ili ufanye kitu fulani hata kama kiko nje ya uwezo wako, unataka kufikia malengo. Kujitutumua ni kitendo cha kuforce, yani kujilazimisha kwamba ufikie malengo ili usije kaumbuka. Kwa hiyo basi kujitutumua ni kitendo hicho, nimedefine hapo, nimeelezea. Kwa kujitutumua ni kitendo cha kufanya vitu ambavyo huwezi, yani unajisukumiza, yani kwamba tu niweze kufanikiwa, labda kazi yangu usinishinde, kwa unajitutumua. Kwa hiyo basi kujitutumua kumemsukuma huyu mchezaji wa Simba ambaye anaitwa Kibabage. Hiyo kauli ambayo iliongelewa na Ali Kamwe naye ameitumia, amefanya kujitutumua zaidi na kuonesha kiwango kikubwa jana katika mchezo wa Simba Football Club
Dodoma Jiji Arusha kule kombe la CRDB Federation Cup 2025-26. Ilikuwa ni mtoano, yani mechi moja inatoka. Simba Football Club ilicheza na Dodoma Jiji na Dodoma Jiji wakatangulia kumfunga Simba dakika 10, wakimfunga goli la kwanza. Mpaka kipindi cha kwanza kinaisha Dodoma Jiji wanaongoza goli moja, lakini goli la pili la kwanza la Simba lilikuja kufungwa na Clatous Chama kimpasia kujitutumua. Alimpasia Nixon Kibabage akatoa assist kwa mfungaji wa kichwa ambaye anaitwa Suleiman Mwalimu alivyofunga, ndivyo goli likapatikana na kujitutumua, ndo akawa chanzo cha kusababisha hilo goli ambalo alitoa assist. Lakini the way jinsi alivyotoa hii assist ni kwamba ni ufundi umetumika, maana ilikuwa katikati ya mabeki yule Mwalimu mpaka ka penetrate yule kujitutumua kumlenga Mwalimu, na Mwalimu akapiga kichwa mbele ya wale mabeki wa Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji walikuwa ni wengi sana nyuma, maana walikuwa wanajilinda sana. Kwa hiyo basi kujitutumua inaonekana ni chanzo cha kupata lile goli. Kwa hiyo basi ile msemo wa kujitutumua unamsukuma mpaka katoa assist, na watu wengi wanasema sasa Kibabage sio yule wa Yanga wala Kibabage sio yule wa Singida Black Star, amezaliwa upya, kabatizwa. Ni kwa sisi wa Kristo tunasema kabatizwa, kazaliwa upya, ana dhambi za asili. Sasa hivi anacheza mpira kama ule aliyokuwa na kipaji, miguu yake imefunguliwa, kabatizwa huyu kwa upako, yani kujitutumua. Sasa hivi mambo yake yako vizuri. Unajua katika mpira kama mambo yako yatakuwa vizuri, basi utakuwa unapangwa na kusemwa na watu vizuri. Kwa hiyo kama vile tulivyokuwa tunamsema Ramadhani Chobwedo kwamba anasajiliwa na Simba au Yanga, ndivyo hivyo kwa Kibabage alivyoenda Simba, maisha yake yamemnyokea, na anamwomba Mungu tu asipate majeraha. Maana yake kila siku ukipita kwenye Instagram, TikTok, Facebook unakutana na picha za Kibabage anapostiwa na magrupu ya Simba, Yanga, kwa taarifa tofauti kwamba ni mchezaji ambaye anafanya vizuri na amefanya vizuri na amewakosha mashabiki wa Simba. Maana wengi mimi mwenyewe kama mtangazaji Fabidigo nilikuwemo katika kumpuuza usajili wa Kibabage, kwamba Kibabage ni mchezaji gani. Unajua ndio maana sema simdharau mtu bwana, usimkatie tamaa mtu. Kwa mimi mwenyewe nilikuwemo katika kupuuza usajili wa Kibabage kwamba ni usajili gani, Simba amefeli. Lakini inaonekana kwamba Simba dirisha dogo walivyosajili wale wachezaji wale wote, wakina Oula, wakina Nixon Kibabage, kuna mchezaji kama Liombe, kuna mchezaji kama Libase Guye, kuna Chama, Clatous Chama, na wachezaji wengine ambao sijataja waliokuja dirisha dogo, ndio hao first 11 na wakuta kama vile Tule yule beki, kuna yani wachezaji wote wa dirisha dogo ndio Simba sasa hivi tunaisema hapa first 11. Nilikutajia first 11 ya Simba, yani wachezaji kama 6 wote ni wamesajiliwa dirisha dogo. Moja Kasari ni goalkeeper, huyo ni dirisha dogo amesajiliwa. Beki wakati yule ambaye anaitwa Rushen Delok ni yule Delok alikuja dirisha kubwa. Tule amekuja dirisha dogo. Kuna Kibabage dirisha dogo. Pale kati kuna Ino Rwemba dirisha dogo. Kuna Libase Guye dirisha dogo na Oula dirisha dogo. Kwa hiyo basi Simba imefanya usajili mzuri na Clatous Chama ni dirisha dogo. Ukianza kuangalia sasa hao wachezaji wote utakuta kwenye first 11 ya Simba na kila muda ndio hao. Imagine kwamba Simba singesajili dirisha dogo, na kwambia labda mpaka sasa hivi amekuwa nafasi ya 6. Mimi kwa jinsi ninavyoona. Asante sana, endelea kusubscribe, kulike na comment, na mimi Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.